Iran imeripotiwa kuanzisha mtandao mpya wa siri wa makundi ya kijeshi nchini Iraq kwa lengo la kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba yanayohifadhi majeshi ya Marekani, hatua inayodaiwa kuratibiwa moja kwa moja na IRGC. Kwa mujibu wa vyanzo vinane vya usalama na kisiasa vya Iraq vilivyozungumza na Reuters, makundi hayo mapya yaliundwa kwa siri ili kuepuka ufuatiliaji wa kijasusi na kufanya operesheni nje ya mifumo ya kawaida ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Teherani. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kati ya vikosi vitatu hadi 4 vya siri vimeundwa, kila moja kikiwa na takriban wapiganaji 10 wa ngazi ya juu kutoka jamii ya Washia wa Iraq. Vikundi hivyo vinadaiwa kutekeleza angalau mashambulizi 7 ya ndege zisizo na rubani kati ya Aprili 20 na Mei 17, vikilenga maeneo ya Kuwait, Saudi Arabia na UAE. Mashambulizi hayo yalirushwa kutoka maeneo ya jangwani karibu na miji ya kusini mwa Iraq ya Basra na Samawa. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, baadhi ya wanachama wa makundi mapya walitoka katika muungano wa wanamgambo unaojulikana kama Islamic Resistance in Iraq, ambao una maelfu ya wapiganaji na umekuwa ukidai kuhusika na mashambulizi mengi dhidi ya maslahi ya Marekani nchini Iraq. Hata hivyo, tofauti na makundi hayo ya zamani, vikosi vipya havifuati uongozi wa kawaida wa wanamgambo wa Iraq, bali vinaripoti moja kwa moja kwa makamanda wa IRGC nchini Iran. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kwa hatua hiyo inaonyesha mabadiliko makubwa ya mkakati wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi, Teherani imekuwa ikitegemea mtandao wa shirika wake wa kijeshi unaojulikana kama Axis of Resistance katika eneo la Gaza, Lebanon, Yemen na Iraq. Hata hivyo, baada ya vita na mashinikizo makubwa ya kijeshi na kiuchumi dhidi ya Iran katika miezi ya hivi karibuni, uwezo wa makundi mengi wa shirika wake umedhoofika kwa kiasi fulani. Tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari mwaka 2026, makundi yaliyo chini ya mavuli wa Iran yamedai kuhusika na mashambulizi kadhaa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya Marekani nchini Iraq. Mashambulizi hayo yalisababisha Marekani kujibu kwa mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya wanamgambo. Hata hivyo, tofauti na ilivyokuwa katika migogoro ya awali, hakujawa na uhamasishaji mkubwa wa wanamgambo wa Iraq kuingia vitani kwa niaba ya Iran. Sababu mojawapo inayotajwa kuchangia kuundwa kwa makundi hayo mapya ni mabadiliko ya msimamo wa baadhi ya makundi makubwa ya Kishia nchini Iraq. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, viongozi wa makundi kadhaa wamekuwa wakionyesha nia ya kuachana na silaha na kuelekeza nguvu zao katika siasa za ndani ili kuepuka mgogoro wa moja kwa moja na utawala wa Donald Trump. Katika maeneo yanaonekana kuwa ya kihistoria, makundi mawili yenye ushawishi mkubwa, Asaib al-Haq na Imam Ali Brigades, yametangaza mwezi huu kuwa yataanza kukabidhi silaha zao kwa mamlaka za serikali ya Iraq. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya onyo la mara kwa mara kutoka Marekani likiitaka serikali ya Iraq kuvunja makundi yote ya silaha yanayofanya kazi nje ya udhibiti wa serikali. Mtaalamu wa masuala ya kijeshi na jenerali mstaafu wa jeshi la Iraq, Jassim al-Bahdil, amesema kuwa makundi mapya yaliyoanzishwa na IRGC yanaonekana kuwa madogo zaidi, yenye wanachama waliopitia uchunguzi mkali wa kiitikadi na yanadhibitiwa kwa karibu zaidi na Iran kuliko makundi ya zamani. Kwa maoni yake, Irani inalazimika kutumia mbinu mpya za operesheni kutokana na changamoto za kiuchumi na kupungua kwa rasilimali zake za kijeshi. Iwapo taarifa hizi zitathibitishwa, zinaweza kuashiria hatua mpya katika ushindani wa kimkakati kati ya Iran na Marekani katika Mashariki ya Kati. Badala ya kutegemea maelfu ya wanamgambo wenye miundo mikubwa ya uongozi ambayo ni rahisi kufuatiliwa, Teherani inaonekana kuelekea kutumia vikosi vidogo vya siri na vinavyoongozwa moja kwa moja kutoka Iran. Mkakati huo unaweza kuifanya Iran kuendelea kuwa na uwezo wa kushambulia maslahi ya Marekani na washirika wake katika Ghuba ya Uajemi, huku ikipunguza hatari ya kugunduliwa au kuwajibishwa moja kwa moja kwa mashambulizi hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.